Sasa tuangalie mambo muhimu sasa ambayo tunafanyia tathmini binafsi ya fedha na uchumi. Tathmini binafsi ya fedha, kwanza kabisa mapato na matumizi. Mapato na matumizi. Mapato na matumizi, na hapa hasa tunatazamia ulikuwa unapata kiasi gani cha fedha. Vyanzo vyako vya mapato ni vingapi? Chanzo chako ni kimoja, viwili, vimeongezeka au viko vile vile. Na baada ya kuongeza chanzo cha mapato, mabadiliko yako hasa yamekuwa ni kwa namna gani? Na hapo kwenye matumizi, fedha yako nyingi iliishia wapi? Imeenda katika vitu vya kujenga au vitu ambavyo vimeongeza starehe, mwisho wa mwaka hauna kitu ambacho cha kushikika. Jambo la pili tunasema ni akiba na uwekezaji uliokuwa nao. Akiba na uwekezaji. Na tukizungumzia akiba na uwekezaji, hapa tunazungumzia uwezo wako wa kutunza fedha na uwezo wako wa kuiweka fedha mahali ambapo fedha inaweza ikazalishwa au ikaongezeka zaidi. Jambo la tatu, hali yako ya madeni. Hali yako ya madeni ikoje mpaka sasa hivi? Na good luck, watu wengi tukizungumzia hapa madeni, mtu anaweza akafikiria katika mtazamo mwepesi au mtazamo rahisi, lakini ukweli ni kwamba madeni ni changamoto kubwa ambayo ina athari kiakili, afya yako ya mwili, afya yako ya akili, uwezo wako wa kufikiria, utafutaji wako wa fedha na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya madeni yanakunyima uhuru, pengine hata wa kuongea na watu. Umekuwa unakaa sehemu moja tu, unaogopa hata kutafuta fursa, unaogopa hata kuwasiliana na watu. Jambo la nne ni malengo yako ya fedha yaliyotimia. Na hapa kwenye malengo yako ya fedha, watu wengi tumekuwa tukisikia malengo, tunaweka malengo katika maeneo mbalimbali. Kwamba bwana, mimi mwakani naweza nikaoa, nikafanya kitu fulani, nikafanya hivi. Lakini kuhusiana na fedha, hili limekuwa ni jambo ambalo ukizungumza mtu anaweza kashtuka, tunataka kuwa na malengo ya fedha. Na ndio hapo nataka nikuulize, mtu ambaye hajaweka malengo yeye anatathmini nini? Kwenye kutathmini, kwanza tathmini inafanyika katika namna mbili. Unaweza ukatathmini kutokana na malengo uliyojiwekea, lakini tathmini kutokana na tabia ulizokuwa nazo. Ukweli ni kwamba tunavyoishi tu maisha yetu kiujumla, kuna kitu tunajenga. Yaani hapa kuna kitu tunatengeneza. Iwe positive au negative. Yaani hapa unavyoishi, vitu unavyovifanya, tabia zako kuanzia mwaka uanze mpaka hapa tulipo. Kuna kitu umejenga. Umejenga nini sasa? Ni lazima ujifanyie tathmini uweze kujua umejenga kitu chanya au hasi. Mwingine amejenga kitu hasi, maana yake fedha alikuwa anaipata anatumia tu kwenye matumizi ambayo hayana mchango katika maendeleo, ananunua liability, vitu vinavyotoa fedha na sio vinavyoongeza fedha. Kwa hiyo akijifanyia tathmini anaweza kujua sasa wapi aliweza kuwa na changamoto. Jambo lingine ni nidhamu yako ya kifedha. Nidhamu yako ya kifedha. Na hapa tukizungumzia hali ya nidhamu yako ya kifedha, kiufupi ni ule uwezo wa kujimudu kutofanya vitu ambavyo haukutaka au haukupanga kufanya kwenye maisha yako, pamoja na vishawishi ulivyokuwa navyo au vinavyokuzunguka. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na malengo, mimi natamani kununua kitu fulani, natamani mwezi huu niwekeze kiasi fulani, lakini pengine marafiki uliokuwa nao, watu wanaokuzunguka, ushauri unaopata, watu wengine wanakuambia Janet bwana yani sisi tunavyokuona. Kwa hivyo ni vitu vyote ambavyo ni vizuri kuvifanyia tathmini. Unaweza ukawa una chanzo cha mapato na unajitahidi kutunza, lakini ukikutana na kikundi fulani cha watu kinakushawishi, unaweza kuitoa ile fedha. Na hapa unawezaje kujua hali yako ya nidhamu ya kifedha? Kuna vitu viwili. Mtazamaji, Hilda na good luck, tuna vitu viwili hapa vya kujikagua. Sisi tuanze na sisi kwanza. Jambo la kwanza ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na mpaka sasa hivi haujafanya. Jambo la pili ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na umeishia njiani. Kitu kingine ambacho kinaweza kukuongoza katika kufanya tathmini ni mali unazoziongeza. Mali unazoziongeza. Na hapa tunazungumzia mali kama ardhi, vifaa vya uzalishaji. Kwa nini tunasema mali unazoziongeza? Mali unazoziongeza tunasema kuna mali liability na asset. Na hapa nazungumzia asset, vile vitu ambavyo vinaongeza fedha. Unaweza ukawa na mashamba, unaweza ukawa na shamba, unaweza ukawa na shamba la mikorosho, shamba la miti,
mali zile, kununua kiwanja. Hivyo ni vitu vyote ambavyo vinaongeza au vinachangia uzalishaji wa mtu. Kwa hiyo unapojifanyia tathmini ni vizuri ukajua pengine hauna fedha cash mkononi ila umenunua kiwanja. Kwa hiyo hapo kwenye kujifanyia tathmini kuna hatua umepiga ya kifedha. Okay.